Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Al-Aqsa Media Online, bila shaka unakumbuka katika mojawapo ya makala niliyowahi kukuletea nilikwambia kuhusu umuhimu wa kutembelea maeneo ya vijijini. Nikasema kuna mahitaji makubwa kuliko tunavyoweza kufikiri. Huo ndio ukweli haswa, na leo nitakuletea mwendelezo wa ziara za vijijini zenye lengo la kufichua mahitaji ya ndugu zetu wa huko katika masuala ya dawa, kupeleka mbele Uislamu. Wahenga walisema kuishi kwingi ni kuona mengi, na wakaongeza msemo usemao tembea uone. Hapa ni takriban kilomita 100 kutoka Iringa mjini, na nimetembelea katika kitongoji cha Kichangani, kijiji cha Mtandika, kata ya Ruaha Mbuyuni, wilayani Kilolo, mkoani Iringa, kubaini mambo mbalimbali yaliyopo huko. Nikiwa hapa nimekutana na mradi wa ujenzi wa msikiti, mradi uliokwama kwa zaidi ya miaka 25, ambako juhudi za waasisi wa ujenzi huo zimegonga mwamba na msikiti umebaki ukiwa katika hali hiyo. Mahitaji ya ujenzi huo ni muhimu kutokana na kwamba msikiti unaoonekana upo jirani ni takriban kilomita 2 au 2.5, jambo ambalo ni rahisi kuwatia uvivu wakazi wa eneo la Kichangani juu ya utekelezaji wa ibada ya swala. Cha zaidi, inaelezwa kuwa endapo msikiti huo utajengwa na kukamilika, utawafaa wengi, hususan wakazi wa eneo hili na wanafunzi wa Islamu katika shule ya sekondari Lukosi, ambayo iko pua na mdomo na mahali mradi huo wa ujenzi wa msikiti ulipo. Mzee Nosa, ambaye ndiye mtoaji wa eneo na muasisi wa ujenzi wa msikiti huu, anaeleza jinsi msikiti huo ulivyo muhimu. Mimi ndugu Midra Rashidi Nosa ni mkazi wa Mtandika, eneo la Mtandika Kichangani sekondari Lukosi, shule ya sekondari Lukosi. Tuna ujenzi wa msikiti ambao tulianza toka mwaka 2000. Tumejenga tukafikia mahali tukawa tumeishiwa nguvu. Baada ya kuishiwa nguvu, basi huu msikiti tumeomba msaada sehemu nyingi, lakini bila mafanikio. Kwa hiyo kwa sasa tunaomba tena msaada ili msikiti huu uweze kukamilika, ili Waislamu wa eneo hili waweze kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu maeneo haya. Kwani msikiti uliopo kutoka hapa kwenda huko ni umbali mkubwa kidogo, kwa sababu watoto wa sekondari wanashindwa kwenda kusali kwa ajili ya umbali. Lakini kama utapatikana hapa msikiti, tuna sekondari ipo jirani hapa. Sekondari hii mpaka sasa kuna form 1 mpaka form 4 na form 5 mpaka 6. Kwa hiyo tunategemea kutakuwa na wanafunzi wengi ambao watapata huduma kutoka msikiti huu. Ndugu Waislamu popote pale mlipo, tunaomba msaada ili tuweze kukamilisha huu msikiti. Kwa rehema za Mwenyezi Mungu, tunaomba mtusaidie ili tuweze kufanikisha hili jambo la muhimu sana kwa wanadamu katika hii dunia. Naomba msaada tuweze kujengewa huu msikiti. Huu msikiti kwa kweli ni wa muda mrefu, toka 2000 mpaka saizi. Kwa hiyo unatakiwa zipatikane tofali kama tofali 8,000 hivi. Zikipatikana tofali 8,000 na mambo mengine ya semendi kama mifuko 100 hivi, halafu na mambo ya michanga ya kokoto, hayo mengine, hayo yote yatakuwa yanapatikana hapa maeneo ya jirani. Kwa hiyo tunaomba sana ndugu Waislamu wenye moyo wa kutoa watusaidie. Naye mjumbe wa kamati ya ujenzi wa msikiti huo, Bwana Hamidu Mkwinda Munyikayoka, anaelezea mambo waliopanga kuyafanya, ikiwemo makisio ya ujenzi wa awali wa msikiti huo, na hapa anawashajihisha waumini wajitokeze kuujenga msikiti huo. Ndugu zangu Waislamu, hapa kwetu tuna ujenzi wa msikiti ambao umeanza kwa muda mrefu kidogo.
umeanza kwa muda mrefu kidogo. Sasa tumeonelea tuombe na ninyi nguvu zenu ili tuweze kufanikisha watu waweze kufanya ibada hapa kwenye nyumba yetu hii hapa. Tumegawanya gharama hizi katika maeneo manne. Gharama za ujenzi wa msikiti wetu tumezigawanya katika maeneo manne. Eneo la kwanza ni kutoka kulijenga boma mpaka takapomalizika hapa, sababu hapa ulipo bado hujafika hata kwenye linta. Kwa kujenga boma mpaka kufika kwenye linta, gharama yake ni kama milioni 3.5, milioni 4 hivi inafika. Kwa hivi kuna gharama za mchanga, kuna gharama za simenti, kuna gharama za nondo humo ndani yake na vitu vingine vingi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, wewe ambaye una nguvu, chochote unachoweza kukifanya, tutashukuru sana kutusaidia dini yetu iweze kwenda mbele. Kama unaweza kutusaidia roli ya mchanga, tutashukuru. Ukiweza kusaidia simenti, tutashukuru. Vyovyote nondo, vyovyote vile tutashukuru tu, tutapokea chochote. Lakini pia kama unaweza kutoa chochote, basi tutaweka lipa namba ambayo tutaisema, unaweza kulipa mle hiyo mchango wako kwenye ujenzi huu wa msikiti wetu. Ndugu Nurdin Juma Ramadhan anaelezea umuhimu wa ujenzi wa msikiti huo na anawaomba waumini wajitokeze kusaidia kuujenga ili wakazi wa eneo hilo wanufaike na elimu ya madrasa sanjari na ibada ya swala. Mimi naomba kukamilika kwa msikiti huu itatoa fursa eneo hili hamna sehemu ya kuswalia, sehemu ya madrasa kwa ajili ya watoto kujifunza dini na kuendeleza dini yetu ya Kiislamu. Tunaomba ndugu Waislamu, yoyote mwenye uwezo atusaidie ili dini ya Mwenyezi Mungu iende mbele, atuwe na mafanikio mbele ya Allah. Na wakina mama hawako nyuma katika kuelezea tamaa yao ya kuona msikiti umekamilika ili maisha ya ibada ya swala na elimu yachangamke. Mama Mwajuma Ramadhan anasema anaamini kupitia katika msikiti utakaojengwa, yeye na wanawake wenzake watanufaika sana, na anawaomba waumini popote duniani wajitokeze kuwasaidia. Tulikuwa tunaomba msaada wenu tuweze kupata msikiti hapa kwenye mji wetu ili watoto waweze kusoma na sisi hapa wakubwa tuweze kusoma ili tuijue dini yetu, na Waislamu wote tuwajibike, wote tuendelee kufanya ibada hapa. Itatusaidia sisi sote Waislamu wa Mtandika Kichangani. Unadhani hilo tu? Watoto hawakuachwa nyuma. Kwa niaba ya watoto wenzie, Rasuli Saidi Ajaba anaomba waumini wawasaidie kujenga msikiti huo ili waijue dini yao vizuri au kikamilifu. Jina langu naitwa Rasuli Saidi Ajaba. Tunaomba mtujengee msikiti pia tupate madrasa kwa ajili ya kujifunza dini yetu nzuri ya Uislamu. Mpenzi mtazamaji, mahitaji ya waumini hawa wa Kichangani ni ya muhimu sana, hasa kutokana na ukweli kuwa ingekuwa watu wengine wangeweza kutumia nafasi hiyo kuiacha ibada ya swala kwa kisingizio cha umbali wa eneo, hususan swala za usiku ambazo zina mtihani mkubwa kwa waenda kwa miguu kutokana na uwepo wa tembo maeneo hayo, lakini wameamua na wanataka kuswali jirani. Mimi ninakuomba uwasaidie ndugu zetu hawa katika jambo hilo. Wanahitaji msikiti kwa njia yoyote ya halali, ikiwemo mtu atakayewajengea akaumalizia, kupeleka vifaa, kulipa mafundi au kuchangia fedha kupitia lipa namba mahsusi walizozielekeza, ambazo ni hizo unazoziona hapa katika video hii. Ni hayo niliyojaliwa kukuletea kutokana na ziara hiyo. Nasisitiza ombi langu, tuwasaidie wana wa Kichangani wajipatie msikiti wao ili watekeleze ibada ya swala na kupata mafunzo ya dini yao tukufu ya Uislamu. Zingatia, ukijenga msikiti huo kwa chochote utakachojaliwa, utakuwa umejiwekea fungu lako kwa Allah, kwani ujenzi wa msikiti ni mojawapo ya sadaka zenye kuendelea. Baada ya kutoka hapo, nikaelekea kutalii katika eneo la Ruaha Mbuyuni, ambako nilivuka mpaka wa Darajani na kuingia mkoa wa Morogoro. Nikamuona kenge mkubwa, kisha nikaanza safari ya kilomita 108 kurejea Iringa.
Shukrani za pekee ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuniwezesha kuidiriki safari hii. Aidha, namshukuru ndugu yangu Faiz Faraj pamoja na wadau wengine kwa kuniwezesha kuifanya safari hii. Insha Allah tukijaliwa nitaelekea katika vijiji vingine. Jina langu ni Shaaban Mwinyikayoka, mtayarishaji na msimulizi wa makala haya. Na kutakia utazamaji mwema wa chaneli hii, na ninakusihi uwachangie wana wa Kichangani. Wabillahi tawfiq.